Polisi nchini Cameroon walifyatua risasi za machozi siku ya Jumanne na kumuua mtu mmoja walipokuwa wakiwatawanya umati wa watu waliokuwa wakiandamana dhidi ya madai ya udanganyifu katika uchaguzi wa urais, vyombo vya habari vya ndani viliripoti. Tukio hilo lilitokea katika wilaya ya Pompome katika mji wa Gawa katika eneo la kaskazini ambalo lilikuwa eneo la maandamano ya hasira ya baada ya uchaguzi wa wafuasi wa mgombea upinzani Issa Chiroma Bakari ambaye alidai ushindi katika uchaguzi wa Oktoba 12. Mwathiriwa, mwalimu wa kike katika shule ya msingi ya Kiarabu katika mtaa huo, alipigwa risasi na kufariki papo hapo, kulingana na tovuti ya habari ya Le Bon Parle. Waandamanaji waliingia katika mitaa ya Gawa kudai kuheshimiwa kwa matokeo ya masanduku ya kura yaliyompa Chiroma ushindi. Jiji ni ngome ya Chiroma. Maandamano sawa na hayo yalifanyika katika mji mkuu wa Yaounde. Picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii pamoja na video zilionyesha waandamanaji wakiwa wamebeba mabango wakidai kwamba maafisa wa uchaguzi walibadilisha hesabu ya kura ili kumpendelea rais aliyepo madarakani Paul Biya. Waziri wa utawala wa mikoa wa Paul Latanga katika taarifa yake siku ya Jumanne alisema watu 20 wamekamatwa mpaka hivi sasa na watafunguliwa mashtaka kwa tuhuma za uasi na uchochezi wa uasi. Alitoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kuamini taasisi zinazosimamia mchakato wa uchaguzi wakati nchi ikisubiri matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika mnamo Oktoba 12 mwaka 2025. Baraza la kikatiba la Cameroon linatarajiwa kutangaza matokeo ya mwisho siku ya kesho. Waziri huyo alionya kwamba serikali haitovumilia jaribio lolote la uasi au kuvunja utaratibu wa umma. Hapo awali bodi ya kitaifa ya uchaguzi ilitangaza kuwa imekamilisha kujumlisha kura na matokeo ya muda yalikuwa tayari kuwasilishwa kwa baraza la katiba. Matokeo yasiyo rasmi yalichapishwa na vyombo vya habari vya ndani yalionyesha kuwa Biya alikuwa akiongoza kwa zaidi ya kura 50%.